Siku moja niliingia nyumbani nikamkuta mke wangu akiniandalia chakula cha usiku. Nilimshika mkono na kumwambia, "Mke wangu, nina jambo ninataka kukueleza." Mke wangu alikaa na kunisikiliza kwa makini sana. Lakini dalili za wasiwasi nilikuwa nikizishuhudia machoni mwake. Ghafla nilijikuta katika hali ya kushindwa kukifungua kinywa changu na kumwambia kitu gani ninachotaka kumwambia. Lakini ilikuwa ni lazima ajue ninachotaka kumfikishia. Hivyo nilipiga moyo konde, nikamwambia kwa upole sana, "Mke wangu, ninataka tuachane." Hakuonekana kuudhika kwa hoja niliyokuwa nimewaishirisha mbele yake, bali aliniuliza kwa sauti ya upole kabisa, "Kwa nini mume wangu?" Nilijaribu kulikwepa hilo swali, hivyo alighadhibika sana na kuniambia kwa sauti ya juu, "Wewe si mwanamume? Sasa nataka nione." Usiku ule hatukusemeshana na muda wote alikuwa akibubujikwa na machozi kwa kulia. Nilitambua kuwa alitaka kujua kitu gani kimetokea katika ndoa yetu, lakini sikuweza kumpa jibu lenye kuridhisha kabisa, kwa sababu sikuwa na mapenzi naye tena. Moyo wangu ulikuwa umetekwa na binti mwingine aitwaye Jenny. Nilimsikitikia sana, huku nikiwa na hisia za hatia moyoni mwangu. Niliandika pendekezo la talaka ambalo lilieleza kuwa atachukua nyumba yetu, gari na share ya 50% ya kampuni yangu. Mke wangu alitazama karatasi hiyo, kisha akaichana na kuitupa kwenye ndoo ya takataka. Huyu ni mwanamke aliyekuwa ameishi nami kwa muda wa miaka 10 sasa. Alikuwa amegeuka kuwa kama mgeni kwangu. Nilisikitika sana na kumwomba radhi kwa kumpotezea muda wake, rasilimali na nguvu zake, lakini sikuweza kutengua kauli yangu kwa sababu nilikuwa nikimpenda sana Jenny ambaye niko naye kwa sasa. Na nilikuwa nimezama kweli kweli ndani ya huba na Jenny, huba ya mapenzi na kuwateja wapenzi lake. Hatimaye alilia kwa sauti mbele yangu, jambo ambalo nilikuwa nikilitarajia kuliona. Kilio chake kwangu kilikuwa kama faraja. Wazo la talaka nililokuwa ninataka kulifanya kwa wiki kadhaa lilikuwa likizidi kupata nguvu, na sasa lilionekana kuwa wazi kabisa. Siku iliyofuata nilirudi nyumbani nikiwa nimechelewa na kumkuta akiandika mezani. Sikutaka kula chochote zaidi ya kuelekea moja kwa moja kitandani, kwa sababu nilikuwa nimechoka sana kutokana na mishemishe nilizokuwa nikizifanya siku hiyo. Nilikuwa nimechoka sana siku hiyo. Nilikuwa nimefanya mambo mengi nikiwa na mpenzi mpya ajulikanaye kwa jina la Jenny. Niliposhtuka bado alikuwa hajatoka pale mezani, lakini sikujali hata kidogo. Nikageuka na kuendelea kuchapa usingizi. Asubuhi alinipatia masharti ya talaka. Hakutaka mali yote kutoka kwangu, bali alitaka kuwa na muhula wa mwezi mmoja kabla ya talaka,
yaani akae nami ndani ya mwezi mmoja kabla sijampa talaka. Alitaka kwamba katika kipindi hicho cha kusubiriana tujaribu kuishi kama kawaida kwa kadiri iwezekanavyo. Hoja yake ilikuwa wazi kabisa. Alikuwa anampenda sana mwanetu. Hivyo alisema mtoto wetu alitarajia kufanya mitihani ya shule ndani ya mwezi huo na hakutaka tumchanganye kwa kuachana kwetu. Hivyo aliniomba nimpe mwezi mmoja ili mradi tu mtoto amalize mtihani. Kwa jambo hili nililikubali, lakini alikuwa na nyongeza. Alinitaka nikumbuke siku ya ndoa yetu nilipomnyanyua kumpeleka chumbani kwetu. Alitaka kwamba katika kipindi hicho cha mwezi mzima niwe na mbeba kila siku asubuhi kumtoa chumbani mpaka mbele ya mlango wa nje. Nilihisi kuwa alikuwa ameshikwa na wenda wazimu, lakini si kweli. Kumbe ni mwanamke mwenye busara zake tu. Hivyo ombi hilo nililikubali kwa sababu niliona kuwa mwezi mmoja sio kitu, kwani nilitaka tuachane tu. Nilimsimulia mpenzi wangu mpya julikanaye kwa jina la Jenny kuhusu masharti ya talaka niliyopewa na mke wangu. Jenny alicheka sana na kuona kuwa mke wangu ni mpuuzi. Hata akitumia hila gani lazima apewe talaka, alisema Jenny. Jenny alizungumza maneno hayo huku akinitazama usoni. Basi nikamtazama Jenny, na kwa kuwa nilitekwa katika habari mapenzi, sikujua lolote lilikuwa linaloendelea. Tangu nilipoelezea nia yangu ya kutaka kuachana na mke wangu, hatukuwa na uhusiano wa kimwili na mke wangu. Hivyo nilipombeba siku ya kwanza, sote tulionekana kutokuwa na uchangamfu. Mtoto wetu alifurahi na kupiga makofi huku akisema kwa uzuri kabisa, baba amembeba mama, baba amembeba mama, baba amembeba mama. Huo ndo wimbo wa mwanetu aliponiona nikimbeba mama yake. Kauli yake ilinipa maumivu moyoni. Kutoka chumbani mpaka barazani, kisha mlangoni, nilitembea mita 10 nikiwa nimembeba mikononi mwangu. Mke wangu alifumba macho yake na kuniambia kwa upole na ulaini kabisa, mume wangu, usimwambie mtoto wetu kama tunaachana, umesikia mume wangu? Hilo ombi nililikubali, na kwa kutikisa kichwa nikasema, hii kweli ni mtihani, na nilikuwa nimefadhaika. Nilipofika nje, nilimshusha akaenda kituoni kusubiri basi, nami nikachukua gari yangu na kwenda ofisini nikiwa peke yangu. Siku ya pili tulijaribu kutooneshana hali yoyote ya mifarakano. Aliegemea kifuani kwangu kwa kunikumbatia vizuri kabisa. Nikahisi manukato mazuri ya bilauzi yake. Nilibaini kuwa siku hiyo nimemtazama vizuri mke wangu kwa muda mrefu. Uso wake ulikuwa umeanza kuwa na mikunjo na nywele zake zilikuwa zimeanza kubadilika. Ndoa yetu imemfanya achoke sana. Kwa dakika kadhaa niliduaa na kuwaza kile kilichokuwa nimemfanyia mke wangu. Siku ya 4 nilipombeba, nilihisi aina ya ukaribu wa mvuto ikirejea. Huyu ni mwanamke aliyekuwa amenipa miaka 10 ya uhai na maisha yake. Ikafika siku ya 5 na ya 6. Kwa mara nyingine niliona hali ya ukaribu na mvuto fulani ikirejea kati yetu. Sikumsimulia Jenny hata kidogo,
kuhusu hali hii ya mke wangu. Kadri siku zilivyosonga mbele, ndivyo nilivyozidi na kuona wepesi wa kumbeba mke wangu. Yamkini ilisababishwa na ile hali ya kumbeba kila siku kiasi cha kumuona kuwa ni mwepesi. Asubuhi moja alikuwa akichagua nguo ya kuvaa. Alijaribu nguo kadhaa lakini hakupata inayomfaa. Alishusha pumzi kwa kusema, nguo zote hazinienei. Yaani nguo zangu zimekuwa kubwa kweli. Nilibaini kuwa alikuwa amekonda, ndio maana niliweza kumbeba kwa urahisi. Nilisikitika kwa sababu nilihisi kuwa alikuwa amebeba mambo mengi moyoni mwake. Hivyo nilimsogelea na kukipapasa kichwa chake. Ni wakati huo ambapo mtoto wetu aliingia na kusema, Baba, sasa ni muda wa kumbeba mama. Hebu mbebe basi, mimi nafurahi sana nikiona mnabebana. Tukio la kumuona baba yake akiwa amembeba mama yake lilimuathiri na kuwa sehemu muhimu sana ya maisha yake. Mke wangu alimuita na kumkumbatia mwanae kwa upendo. Niligeuza uso wangu pembeni. Sikutaka kuangalia tukio hilo, nisije nikabadilisha uamuzi wangu wa kumpa talaka. Nilimnyanyua na kumbeba mke wangu. Nikatembea kutoka chumbani, sebuleni mpaka nje. Alizungusha mikono yake mizuri shingoni kwangu, nami nikamshikilia vizuri. Ilikuwa kana kwamba ni siku ile ya harusi yetu. Nilikumbuka mbali kweli kweli. Lakini wepesi wa mwili wake ulinifanya niwe mwenye huzuni sana. Siku ya mwisho nilipombeba, niliingiwa na uzito wa kupiga hatua. Wakati huo mtoto wetu tayari alikuwa shule. Nilimshikilia vizuri na kusema, sikuwa nimejua kuwa maisha yetu yamekosa mvuto, mke wangu. Niliwasha gari kuelekea ofisini. Niliamua kupita kwa yule mpenzi wangu mpya ajulikanaye kwa jina la Jenny. Nilipofika, nilitoka haraka bila hata kuubana mlango wa gari. Nilikuwa na wasiwasi nisije nikaghairi nia yangu ya kumwacha mke wangu. Nikapandisha ngazi. Jenny alipofungua mlango, nilimwambia, samahani Jenny. Samahani sana Jenny. Samahani tena samahani. Sitaki kuachana na mke wangu. Jenny alinitazama kwa mshtuko na kunigusa kwenye paji la uso. Una homa ama una matatizo gani? Jenny alisema. Niliutoa mkono wake na kumwambia, samahani Jenny. Sitaki kumwacha mke wangu. Yawezekana maisha yangu na mke wangu yalikosa uchangamfu kwa sababu hatukuwa karibu. Sio kwa sababu hatukupendana tu. Sasa nimebaini kwamba kwa kuwa nilimbeba siku ya ndoa yetu, ninapaswa kuendelea kufanya hivyo mpaka kifo kitutenganishe. Jenny alionekana kushtuka sana juu ya kauli hiyo. Alinizaba bonge la kibao. Akaubamiza mlango na kuanza kulia. Nilimwacha, nikapanda gari na kuondoka. Njiani nilipita kwenye duka la maua. Nikaagiza shada la maua kwa ajili ya mke wangu kipenzi. Muuzaji akaniuliza, ujumbe unaotaka kuandika juu ya kadi ya tabasamu kwa mkeo unataka uweje hivi? Naomba uandike hivi:
kila siku asubuhi nitakubeba mpaka kifo kitakapotutenganisha. Huo ndo ujumbe niliochagua. Jioni nilifika nyumbani nikiwa na maua mikononi na tabasamu usoni. Nikapandisha ngazi mpaka ndani. Nilipofika chumbani, mke wangu alikuwa amelala akiwa amefariki dunia. Kumbe alikuwa akipambana na kansa kwa miezi kadhaa, lakini sikuwa najua kwa sababu nilikuwa nimetekwa na mpenzi mpya ajulikanaye kwa jina la Jeni. Bila mimi kufahamu, kumbe marehemu mke wangu alijua kwamba muda si mrefu atafariki dunia na alitaka kuniokoa dhidi ya fikra yoyote mbaya kutoka kwa mtoto wetu kama tungeachana muda mfupi kabla ya kifo chake. Na pia hakutaka kusababisha fikra potofu juu ya majirani kwa kuona kuachana kwetu ndio sababu ya kifo chake. Angalau machoni mwa mwanangu sasa naonekana kuwa ni mume mwenye upendo kwa sababu nimembeba mama yake huku yeye akishuhudia. Kumbe ningeachana naye mapema ingekuwa ni hatari kubwa na kila mtu angesema lake. Ushauri wangu kwa wapenda nao, nataka mjifunze jambo moja tu la muhimu sana. Wengi wanatengana si kwa sababu hawapendani, bali hawapeani muda wa kusikilizana. Na wengi wanaamini kuachana na mpendwa wako ni lazima muwe maadui. La hasha, kuachana si uadui, bali kuachana hutokea tu kushindwana baadhi ya vitu, lakini msijenge uadui. Busara ndani ya upendo ni zaidi ya mali na pesa. Hivyo unapaswa uwe na busara juu ya mwenzako. Jaribu kukaa karibu na mkeo na familia yako muda wote ili ujue nini ni kwa sababu gani ama nini kinawasibu, uwasaidie katika utatuzi wa matatizo. Mkeo ama mumeo unayempenda lazima uwe na furaha hata kama yeye anaumia. Jitahidi sana kabisa kuhakikisha kwamba furaha yako ndio furaha yake. Mwanamke ana mambo mengi sana na mwanamke anavumilia vitu vingi sana ndani ya ndoa. Hivyo unapaswa nawe kumvumilia na kumstahimilia. Wanawake wanabeba vitu vingi sana. Jamani, naomba tuwe na huruma sana. Wanawake wa nje wengi lengo lao ni kuhakikisha wanabomoa ndoa yako na si vinginevyo. Na wakati mwingine unapokaa nao utazani watakusaidia, kumbe si lolote si chochote. Wanachotaka wao tu ni kuharibu ndoa yako, na mwishowe utamkumbuka mkeo uliomuoa, na hao vimada utaona ni kama umeingia katika shimo la jahanamu na hakuna wa kukutoa katika shimo hilo. Ndugu mpenzi msikilizaji, hii ni Mengi Simulizi. Karibu katika simulizi zetu fupi zenye mafunzo na kufunza jambo juu ya mapenzi ya mwanamke, juu ya mahusiano ya mwanamke, juu ya mambo ambayo tunayaendea ya kila siku. Tujitahidi sana tuwe makini ili mradi tupate kuepukana na mambo haya. Mwanamke ni kama embe lililoiva. Dodo lililoshuka katika mti hunukia sana mara tu pale unapotaka kulila, lakini unapolikata ndani yake unakutana na mdudu ajulikanaye kama kifarongo. Anakaa ndani ya embe. Unajiuliza, je, limeoza ama ni nini tatizo? Basi hivyo ndio vimada walivyo. Kimada ukimwona akivaa nje na akikwendo utazani ni zaidi ya ndoa yako. Lakini jaribu kukaa naye, acha ndoa yako, vunja ndoa yako, muoe yeye, ndio utajua ni zaidi ya panya rodi. Atakukatakata mapanga na kukuacha sura yako kama fuvu la marehemu aliofariki miaka 100 iliyopita. Zingatia haya.
Asante. Kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga katika channel yangu, ni mimi mwanasimulizi wako najulikanaye Mr. Mengi aka Kisiki. Karibu.